ajili yako katika ibada leo. Haleluya. Nisaidie kufungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo 12 na ule mstari wa 29. Kitabu cha Mathayo 12 na ule mstari wa 29. Maneno matakatifu ya Mungu nasema, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoteka nyumba yake. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoteka nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ninamuuliza Roho Mtakatifu nitasema nini, nilipewa maneno haya ambayo aliyazungumza Bwana Yesu. Haleluya. Alikuwa anaongelea mambo mengi sana baada ya kuwa amemwambia anatoa pepo kwa mkuu wa pepo Beelzebul. Jina lake ni ngumu kidogo lakini nimeliweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo akazungumza maneno haya. Akasema, anawezaje mtu kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake, asipo kwanza akamfunga yule mtu kwanza, alafu ndipo akavichukua vile vitu. Nini ambacho leo Bwana anataka kuzungumza na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho wewe andika hivi: adui anakudhoofisha kwanza kabla ya kukuangamiza. Adui anadhoofisha kwanza kabla ya kuangamiza. Adui anadhoofisha kwanza kabla ya kumaliza mtu. Wakati Roho Mtakatifu ananipa kichwa cha ujumbe, nilikuwa najaribu kutafakari mambo mengi sana. Alikuwa ananipeleka katika mambo mengi katika ulimwengu wa roho. Akaniambia, mwanangu, naweza ukaona mambo yametokea tu ghafla, alafu mtu amekufa tu ghafla, mtu ameparalyze ghafla, mtu amefilisika tu ghafla. Kama ni nyumba ilikuwa imejengwa ghafla, mtu moto umelipuka, alafu anasema yule mtu alikuwa ni tajiri, sasa hivi amekuwa maskini. Nini ambacho kimetokea? Wakati najiuliza, akaniambia kifo chochote cha vitu vya watu au maangamizo yoyote katika maisha ya watu, kabla haujaona katika mwili ya kwamba vimetokea ghafla, ni safari ambayo imetokea mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu ambacho kimetokea mbali. Wewe unachokutana nacho ni mtu tu ghafla umeona amefilisika, ni mtu tu ghafla umeona amepigwa stroke, ni mtu tu ghafla umeona ameachika katika ndoa, ni mtu tu ghafla umeona biashara yake imeharibika. Wewe unachoambulia kuona, unaona katika mwili yale matokeo ambayo umeyaona katika mwili, lakini ananiambia safari inatokea mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa najiuliza, nikamwambia Mungu, hii ni nini? Inakuaje? Kwa nini watu wanapitia katika mambo magumu? Kwa nini watu wanapitia katika shida nyingi? Akaniambia, hizi unazoziona hazijatokea ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwendo, kuna safari katika ulimwengu wa roho ambayo mtu ametokea mpaka kuona mambo ametokea katika maisha yake. Usiona uwezo ukaona katika ulimwengu. Watu wengi walikuwa wanampenda Mungu sana. Wapo watu wengi walikuwa wanamwabudu Mungu. Wako watu walikuwa wanamtolea Mungu sadaka zao. Wapo watu walikuwa ni wana maombi wazuri katika nchi. Wapo watu walikuwa ni wahubiri wazuri. Walikuwa ni washuhuda
washuhudiaji wazuri, lakini ghafla unaona mtu ameacha. Ghafla unaona mtu ameacha kwenda kanisani. Ghafla unaona mtu ameacha kuendelea na biashara. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla unaona mtu ameacha kuendelea na kile ambacho alikuwa anakifanya. Ghafla unaona mtu hana bidii katika kile ambacho alikuwa anakifanya mwanzo. Haijatokea hapa ambapo umemwona, imetokea hapa. Kitu ambacho shetani anakifanya katika maisha ya mtu ni kutafuta kwanza kumdhoofisha kabla hajamwangamiza. Chochote ambacho unakiona katika maisha yako kinaendelea, hakijatokea hapo tu. Usilio ukasema mbona mimi na mikosi imetokea tu jambo hili ghafla. Ni jambo ambalo limetokea mbali. Na ndipo ili nikulete vizuri katika hili somo. Unamwona Yesu anazungumza maneno haya. Anasema ili mtu aweze kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu. Kumbuka ni nyumba ya mtu mwenye nguvu. Ili aweze kwenda kuingia katika ile nyumba na kuviteka vile vitu vilivyoko katika ile nyumba. Kumbuka ni mtu mwenye nguvu. Kabla hajaingia kuweza kuviteka, kitu cha kwanza anamfunga yule mwenye nyumba au yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haanzi kwa kuviteka vitu. Haanzi kwa kuteka zile karama. Haanzi kwa kuua vile vipawa. Haanzi kwa kuua ndoa yako. Haanzi kwa kuua watoto wako. Anaanza kwa kukufunga kwanza. Yesu anasema ili aweze kumteka huyu mtu, cha kwanza wanamfunga. Kwa nini wanamfunga? Wanamfunga kwa sababu ni mtu mwenye nguvu. Kwa sababu kama ni mtu mwenye nguvu, huwezi ukamwingia hivi hivi. Ongea na kanisa. Kama ni mtu mwenye nguvu, huwezi ukamteka hivi hivi. Ana namna yake ya kuweza kujihami. Ana namna yake ya kuweza kujilinda. Kwa hiyo sio rahisi kuweza kuingia na kuchukua vitu vyake. Haleluya kanisa. Sio rahisi kuingia na kubeba vitu ambavyo anavyo. Kwa sababu ni mtu mwenye nguvu, ana ulinzi mkubwa, ana utisho mkubwa, ana namna anavyolindwa vitu vyake, mali yake, vitu vyake, amezungukwa na ulinzi mkubwa. Hata tu katika namna ya kawaida ya ubinadamu, mtu ambaye ni mkubwa analindwa. Ni kweli? Si ni kweli? Haleluya. Ni mtu mkubwa, kwa hiyo analindwa. Kwa hiyo sio rahisi yule mtu kuweza kwenda kuchukua vitu vyake, kwa sababu analindwa yeye na vitu vyake vinalindwa. Ndio maana Yesu anasema cha kwanza anafungwa. Hii kufungwa maana yake nini? Hii kufungwa ni kudhoofishwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hii kumchukua na kumfunga ni kwa ajili ya kumdhoofisha. Mwizi anapoingia kwako, haingii moja kwa moja kwenda kuchukua hela zako. Hajui pesa zako ziko wapi. Anachoanza nacho ni kukudhoofisha kwanza. Akishakudhoofisha, wewe mwenyewe utasema pesa umeweka wapi? Naongea na kanisa. Akishakudhoofisha, wewe mwenyewe utaongea mambo yote. Shetani ndicho anachokifanya kwenye maisha ya watu. Kabla hajachukua vitu vyao katika maisha, kabla hajawatoa katika nafasi zao, kabla hajawaamisha katika mambo yao wanayotakiwa kuyafanya, anaanza kwanza kwa kuwadhoofisha. Kwa sababu anajua kabisa anaingia mahali pa mtu mwenye nguvu. Huyu mtu ni mwombaji. Huyu mtu anafunga. Huyu mtu ni wa ibada. Ninaanzia wapi kumwingia? Naongea na kanisa. Huyu mtu ni mtu wa sadaka, ni mtoaji. Huyu mtu anawahi katika ibada. Huyu mtu anampenda Mungu. Huyu mtu anajitoa kwa ajili ya Bwana. Ninaanzia wapi kumtoa? Watazunguka huku na kule, wanaona ulinzi ni mkubwa. Anachokifanya ni cha kwanza, anaanza kwa kutafuta namna ya kukudhoofisha.
kudhoofisha, nguvu yako inapungua. Naongea na kanisa. Haleluya. Akishakudhoofisha, uwezo wako unapotea. Akishakudhoofisha, bidii yako inaondoka. Akishakudhoofisha, huwezi tena kunyanyuka kama ulivyokuwa unanyanyuka. Kwa hiyo naiondoa nguvu yako kwanza kwa kukudhoofisha. Ndio maana nimesema kabla hujaliona anguko lolote katika maisha ya mtu, kinachotangulia cha kwanza ni kudhoofishwa, ni kufungwa. Ndipo vile vitu vyake vya thamani vinaanza kuibiwa. Kama ni afya yake inaanza kuibiwa, kama ni nyumba yake inaanza kuibiwa, kama ni hatua zake zinaanza kuibiwa. Wanaanza kwanza kumdhoofisha, kwa sababu wamemtafuta kila mahali, wameshindwa. Wanamwona ni mtu mwenye nguvu, hakuna namna kuweza kumtoa. Yesu anasema yule mtu cha kwanza wanamfunga, halafu ndipo wanavichukua vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kati ya namna ambayo shetani anaitumia kudhoofisha watu, njia ambayo leo ninataka nikusaidie mwana wa Mungu, sema amina yenye nguvu. Sema amina yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya njia ambayo adui anaitumia kwa namna ya kumdhoofisha mtu ni maneno. Haleluya. Maneno. Maneno ni kati ya silaha katika ulimwengu wa roho iliyo hatari. Maneno ni kati ya silaha katika ulimwengu wa roho inayoangusha mashujaa. Inaangusha mashujaa maneno. Na ni maneno gani? Ni maneno ya kejeli, maneno ya kukatisha tamaa, maneno ya dharau. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mtu alikuwa na bidii na juhudi, akipewa neno moja tu la kudharauliwa, nguvu yake imeisha. Shetani akimtafuta mtu kila kona, akaona ulinzi wake ni mkubwa, anatafuta namna kumdhoofisha, na njia moja wapo ni maneno. Na kati ya kitu ambacho leo nataka nikusaidie, maneno ni kati ya silaha ya mwisho katika ulimwengu wa roho ya kumshambulia mtu. Utanielewa? Haleluya. Haleluya. Ni kati ya silaha kubwa, naweza nikasema kuliko zote. Yanaua vitu vingi, yameangusha mashujaa wakubwa, yamekimbiza watu ambao walikuwa wanaitwa majemadari, yamewatoa watu katika mstari. Akikutafuta kila mahali, akikukosa, njia anayotafuta ni maneno. Na maneno anayotamka si maneno mazuri, maneno ya dharau, maneno ya kukatisha tamaa, maneno ya kejeli. Sema amina. Sema amina. Hii ni silaha katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukaona kwamba ni kitu cha kawaida, unaweza ukaona kama vile jambo la kawaida. Mbona huyu amesema maneno haya, ni atanikoma, huyu atanikoma. Usichokijua ni kwamba amejigeuza katika maneno. Naongea na watu, naongea na kanisa. Shetani amejigeuza katika maneno. Hili anatafuta nini? Anatafuta namna ya kukudhoofisha, kwa sababu tangu uliposema nampenda Mungu, tangu siku hiyo ana vita na wewe. Tangu uliposema nimempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tangu hiyo siku, kila siku anakutafuta. Hajawahi kukuacha. Ongea na kanisa. Haleluya. Kwa sababu anaingia mpaka kanisani. Wana wa Mungu wameenda kumwabudu Mungu, na yeye amejihudhurisha katikati yao. Anatafuta upenyo, namna gani aweze kumdhoofisha mtu mwenye nguvu, ambaye ni wewe, ambaye ni mimi. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sema maneno. Katika ulimwengu wa roho ni silaha, ni mshale. Yakobo anasema ulimi ni kiungo
mtu mzima. Maneno. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Nehemia 1. Nehemia 4 mstari wa 1 mpaka 4. Nehemia 4 mstari wa 1 mpaka 4. Basi ukipata nisaidie. Nisaidie mtumishi. Sema maneno. Yes. Nehemia 4 mstari wa 1 mpaka 4. Ukipata nisaidie. Tusoma kitabu cha Nehemia sura ya 4. Ndio. Mstari wa 1 mpaka 4. Yes. Biblia inasema, ndio. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana. Ndio. Akawadhihaki Wayahudi. Ndio. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria. Ndio. Akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Ndio. Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watafufua mawe katika chungu hizi za kifusi? Nayo yameteketezwa kwa moto. Ndio. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye. Akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha angebomoa ukuta wao wa mawe. Amen. Sikia Mungu wetu. Yes. Maana tunadharauliwa. Ndio. Ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao. Ndio. Ukawatoe wategwe katika nchi ya uhamisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni habari za Nehemia baada ya kuwa Israeli walikuwa wakimtenda Mungu dhambi, wanapigwa, wanatawanyika, wanaenda kuwa watumwa katika nchi za watu, katika miji ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa hichi kipindi pia walikuwa wametawanyika na walikuwa sehemu tofauti. Sasa Biblia inasema Nehemia kuna siku aliletewa taarifa na mtu kwa habari ya nyumbani kwao, nini kinachoendelea. Biblia inasema Nehemia alipoletewa zile taarifa, zilikuwa taarifa mbaya. Akaambia wale Wayahudi, wale watu ulioacha kule wako katika hali mbaya. Ndugu zako wako katika mambo mabaya, wako katika dhiki, wako katika mateso, wako katika mahangaiko. Nehemia alipopokea zile taarifa, Biblia inasema akaingia kwenye maombi. Pointi yangu iko wapi? Alipoingia kwenye maombi, Nehemia akapata nafasi ya kuweza kutoka na kurudi kwao kwenda kujenga mji wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda kuzijenga tena zile kuta za Yerusalemu. Sasa Nehemia alipofika kule, alipoanza kujenga, akawahamasisha na wengine ndugu zake, wakaanza kujenga ule kuta, wakaanza kutengeneza, wakaleta mafuso, wakaleta mawe, wakaleta vyote ambavyo vinatakiwa kutumika kwa ajili ya ujenzi. Bwana Yesu asifiwe. Ili umeanza kujenga, Biblia inasema wakainuka watu hao wawili. Mwambie jirani yako wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wameanza kujenga, wakainuka mtu mmoja anaitwa Sanbalati na mtu wa pili anaitwa Tobia. Wakasimama kinyume na Nehemia. Wakasimama kinyume na Wayahudi. Wamesimama kwa ajili ya kujenga, kuirudisha heshima yao, kurudisha heshima ya Mungu, kurudisha mji wao. Wamesimama kwa ajili ya kusema hapana, ni kweli tulipotea, ni kweli tulienda kinyume na Mungu, lakini tumerudi. Bwana Yesu asifiwe. Tumemwomba Mungu msamaha, ametusamehe. Tumerudi kwa ajili ya kujenga mji wetu. Lakini kitu cha ajabu, kumbe katika ulimwengu wa roho, shetani alikuwa anachukia hao watu kuungana tena, hao watu kusimama tena kujenga Yerusalemu, hao watu kusimama tena kukaa kama ndugu. Alikuwa anachukia, hapendi.
wanainuka. Wasafari wanainuka kwa kutumia silaha ya maneno. Sema maneno. Sema maneno. Wameinuka na silaha ya mwisho yenye nguvu. Wakasema hao watu tutawashambulia mpaka hicho wanachokifanya watakiacha. Haleluya kanisa. Maneno wanayozungumza hao watu ni maneno ya dhihaka, ni maneno ya kashfa. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno ya kukatisha tamaa, maneno ya karaha, maneno ya kuumiza. Wanajua nini? Wanajua moyo wa mwanadamu haujazoea kupokea taarifa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna moyo wa mtu yoyote katika ulimwengu ambao amezoea kupokea mambo mabaya. Hata mtu ambaye yuko katika mabaya hata kumwambia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Narudia tena, hata mtu ambaye yuko katika mabaya hata kumwambia mabaya. Kwa sababu moyo wa mwanadamu ni moyo ambao unapenda kupokea taarifa nzuri, taarifa njema, taarifa ambazo zinauamsha tena, zinampa nguvu tena ya kuendelea. Kwa hiyo alipokuja haya maneno, yalikuwa ni maneno ya kuodofisha moyo wa hawa watu. Mpaka ikafika hatua akasema hicho wanachokijenga, wanajifanya watakijenga kwa siku moja kabisa kitasimama. Haleluya. Sio kusema hawaelewi nguvu iliyo ndani ya hao watu. Hamjanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba hawajui uwezo ulio ndani ya hao watu. Anaujua uwezo ulio ndani ya hao watu, kwamba alichoanza kujenga wanakimaliza. Unanielewa vizuri? Hicho ambacho wamekianzisha wanakimaliza. Hii safari huyu mtu aliyoanza anamaliza. Anafikia pale kileleni. Hii biashara ya mtu ambaye ameanza anaweza kufikia pale anapotaka kufika. Anaweza. Wanaujua uwezo ulioko ndani yako. Lakini anachofanya ni nini? Analeta maneno ambayo yatainyonya nguvu yako. Watanyonya uwezo wako. Kwa hiyo walipoanza kueletea maneno mabaya ya kuwakashifu, ya kuwakasha tamaa, Biblia inasema Nehemia akafadhaika. Bwana Yesu asifiwe. Tobia akasema hata hicho unachokijenga tukiwaleta mbweha. Unawajua mbweha? Unawajua mbweha? Tukiwaleta mbweha anaweza akakiegamia tu kikaanguka. Imagine ukuta wenye manondo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unasema hata tukileta mbweha anaweza tu kikaegamia kikaanguka. Yaani kwamba hicho kimekuwa kibanda. Nini kinachotafutwa? Wanajua ule ukuta wenye nguvu umejengwa ni ukuta mgumu, lakini wanatafuta maneno ya kashfa. Kwa sababu moyo wa mwanadamu haujazoea kupokea hayo maneno. Kwa hiyo akishaachia hayo maneno inakuwa ni mshale wa kuinyonya nguvu ya huyu mtu ya kuendelea. Muulize jirani yako, maneno mangapi umesikia? Yamekupa kuendelea au kurudi nyuma? Anasemaje? Je, unayo hata huwezi kuendelea ujaporushwa pia. Watu wamekudharau, wapendao dunia. Haifai kufa moyo, dua amesikia. Pige Bwana makofi kama unavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatafuta kuinyonya nguvu ndani yako. Alipopewa haya maneno Nehemia, kitu ambacho nimefurahia Nehemia, hakwenda kushambuliana na hao watu.
furaha yake kutuona tukiwa chini. Ni furaha yake kutuona tukiwa kwenye kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Nimewahi kuona mtu yeye anafurahiaga kuwasaidia watu. Ukienda kwake unahitaji 10,000 kukusaidia, kwake ni kitu kirahisi sana. Lakini ukimwambia nashukuru sana ndugu yangu, sasa hivi nimepata kazi, ananuna. Unajiuliza huyu mtu alikuwa anatafuta nini kwako? Bwana Yesu asifiwe. Anafurahi kukuona wewe unaombaomba tu kwake kila siku. Amina. Siku umepata chako mwambie. Unaona anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Unaona anakupenda, anafurahia vile unavyoendelea omba. Amina. Siku umefungua kampuni yako, mwambie nashukuru sana. Wako umenisaidia sana. Sasa hivi nimefungua kampuni yangu. Hamuongei. Kwa nini ananuna? Anaona kuna mahali unaenda. Ni shetani ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nehemia akumshambulia wale watu. Hakuanza kufunga vipoipo na kusema twende na sisi tukawachambe. Wanatuambiaje kwamba ishi tunakijenga ni kama mbweha kanyaga kinaanguka. Unaona haya maneno ni mazuri. Yeye ukiyasoma unaona ni mazuri. Yanafurahisha. Haleluya. Umesoma Biblia. Hayo maneno naona ni mazuri. Yanamfanya mtu awe na raha. Maneno ya kejeli. Maneno ya dharau. Watu wapo wanatumia nguvu kujenga mji. Watu wapo wanatumia kama ni pesa wanajenga. Alafu mtu anainuka, anamwambia ishi mnachokijenga. Hata mbweha anaweza kukia tu kikaanguka tu kikapasuka. Hivi wewe gharama ambazo umezitoa unaweza ukajisikiaje kwa huyo mtu? Kama anakuona umemfuata, ataniambia. Amenionaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Nehemia, Biblia inasema alimgeukia Bwana Mungu wake. Alijua hii ni vita. Shetani amejigeuza katika maneno ili aturudishe tena utumwani. Ameingia katika maneno ili aendelee kutudhoofisha. Nehemia alipomgeukia Bwana, wakalia mbele za Bwana. Ona maneno aliyoomba. Akamwambia Bwana, yale waliyotamka juu yetu yawarudie wenyewe. Unajua, kwa adui huwa tunaga prayer point ambao tumepewa muombee hivi. Yote ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwambia huu ugonjwa utoke kwa huyu umrudie yeye aliyeutumwa, unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hatunaga prayer point kwa adui inaeleweka. Kinachopatikana ndio hicho tunakituma kwake. Ila ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia alipomwita Bwana Mungu wake, Biblia inasema Mungu aliwapa nguvu, aliwatia nguvu, aliwapa moyo mkuu, waliendelea kujenga ule mji mpaka akamaliza. Na ilishia hapo. Waliendelea kuwatafuta ili kuhakikisha kazi hii wanaikatilia mbali. Ikafika hatua Nehemia anasema kwamba ilikuwa mchana wanabeba silaha, usiku wanaweka walinzi. Wanafanya kazi huku mkono mmoja ni silaha, mkono mwingine ni kifaa cha kufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huku kama ni rungu, huku kabeba nini? Bisibisi. Au huku kama ni rungu, huku kabeba kitu fulani. Yaani kuhakikisha hii kazi inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja kukutia moyo katika jina la Yesu. Haijalishi ulikuwa umeanza umekufa, lakini leo tunaweza kufufuka tena. Haleluya. Wakina Nehemia walikuwa wameisha tawanyika, wameishaenda mbali, lakini Bwana aliweza kuwarudisha tena na wakaanza kujenga tena. Hata wewe unaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema maneno, hichi ndicho ambacho nataka ukijue. Maneno ni silaha katika ulimwengu wa roho. Katika Yeremia 18 mstari wa 18, Biblia inasema walimtafuta Yeremia kwa bidii zote, nabii wa Bwana. Wakamtafuta namna gani ya kumwangamiza. Wakatafuta namna gani ya kuweza kumtoa katika kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Walimtafuta
kutia moyo. Some pasa. Tusoma Yeremia 18:18. Biblia inasema, ndio. Hapo ndipo waliposema, Njooni tufanye mashauri juu ya Yeremia. Njooni tufanye mashauri juu ya Yeremia. Maana sheria haitampotea kuhani. Ndio. Wala shauri halitampotea mwenye hekima. Ndio. Wala neno halitampotea nabii. Ndio. Njooni na tumpige kwa ndimi zetu. Tukampige kwa ndimi. Wala tusiangalie maneno yake yoyote. Wala tusiangalie maneno yake yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia ni nabii. Ana uwezo wa kuendelea kutamka neno na likafanikiwa. Lakini Biblia inasema hivi, wakasema hivi, wakakaa kikao. Wakafanya shauri. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema tusiangalie maneno gani anatamka. Tusiangalie anazungumza nini. Tusiangalie ni unabii gani anaotoa. Tusijitanganye kuangalia. Tuendelee kutamka vya kwetu. Tuendelee kumpiga kwa nini? Kupiga kwa nini ni kwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Ni silaha katika ulimwengu wa roho. Tusiangalie hata anasema ni tusiangalie. Tusiruhusu haya maneno yake akaingia ndani ya mioyo yetu. Tusiruhusu. Sisi tusimame kwa ajili ya kumpinga maneno yake. Maneno yakamdhoofisha, yakamwogopesha Yeremia. Alipokiona kile kikao, alikuwa anawaona. Bwana Yesu asifiwe. Wamekaa kwa ajili yake. Namna gani tunamwangusha Yeremia? Hivi namna gani tunaiangusha hii ndoa? Tukimwangalia baba ni moto, tukimwangalia mama ni moto, tukiangalia ni watu wa maombi, tunaiangushaje? Paka wamekaa kikao. Wamejipanga. Wanasema lazima tumwangushe Yeremia. Nini alichofanya Yeremia? Biblia inasema Yeremia ni kama Nehemia tu. Aligeuka ukutani akamwendea Bwana. Alijua kwamba hii ni silaha katika ulimwengu wa roho. Kuna watu katika ulimwengu wa roho vinywa vyao vinatumika vibaya mno. Ongea na kanisa. Haleluya. Kuna watu akikutamkia neno baya linakupata kwa sababu anajua madhabahu gani anayetumikia. Kwa hiyo kinywa chake kimeshageuzwa. Yeremia alienda mbele za Mungu. Maana alijua kwamba hii ni vita. Alijua hii ni silaha. Imetafuta kuniangamiza. Inatafuta kunidhoofisha. Maneno yanadhoofisha. Maneno yanachosha. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yanamtoa mtu katika ukubwa. Maneno yanarudisha nyuma watu wa Mungu. Haleluya. Ndio maana tunafundisha kila siku, usiruhusu maneno mabaya kuingia ndani ya moyo wako. Usiruhusu neno ovu likakaa ndani ya moyo. Ukitaka kuvuruga mwelekeo wa mtu, mpe maneno. Ongea na watu. Mpe maneno fulani. Ukitaka kumvuruga mtu, mpe maneno. Shetani alipomtafuta Adam usiku na mchana, ni mtu mwenye nguvu. Alitafuta namna zote na amwamshaje Adam? Maneno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yalikuja maneno ya udanganyifu. Yakamdanganya Eva, yakamlemba. Eva akatoka. Kwa hiyo naweza lisiwe neno la kutisha, likawa neno tu la ulaghai. Ongea na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu maneno hayana sura kama wewe unavyofikiria, ile ni roho. Inafanya kazi katika roho. Anaweza mtu akawa very smart, lakini ndani yake ile roho kama ipo, amevaa suti, amevaa gauni refu kama mimi, lakini moyo ulishagageuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Kwa hiyo ukimpa tension, ukayaweka yale maneno ndani ya moyo wako, umekwisha. Ni wapi ambapo umedhoofishwa kupitia maneno? Kuna watu tunaanzisha vitu vinakufa kwa sababu ya maneno. Ongea na kanisa. Leo unanielewa vizuri?
Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni silaha. Wanajua ndio unaweza ukatoa pepo. Pepo unaweza ukalitoa. Unaweza kuikwepa vita ya maneno. Kwa sababu pepo unaweza ukalikemea, kwa sababu naona mtu anapigita. Vita ya maneno imejificha. Ongea na watu. Bwana Yesu asifiwe. Imejificha. Unahitaji hekima kuweza kuigundua. Elia aliangusha manabii wa Baali. Alisimama mlimani akawaangusha. Elia alishusha moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Elia alikimbia maneno. Elia aliogopa vitisho. Ninapozungumza maneno simaanishi eneo moja tu. Vitisho, kashfa, kejeli. Unaweza. Alipoambiwa tu na yule mwanamke akamwambia, leo wewe, kesho muda kama huu kichwa chako Elia nakuapia. Elia anakuambia utakuwa mikononi mwangu. Kama mwanamke akajatumia silaha yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kametumia vitisho. Kametumia maneno ya ujasiri katika madhabahu yake. Alipoyazungumza tu, mkumbuke ni yule Elia aliyefanya nini? Alishusha moto. Unaona wangapi mwenye kushusha moto hapa? Hakuna. Alishusha moto. Usicheze na vita inaitwa maneno. Ni vita hatari sana. Inageuza destiny ya mtu. Inaondoa mwelekeo wa mtu katika maisha. Inaweza ikampoteza mtu. Na inaweza ikamfanya mtu akafa. Hujawahi kwenda hospitali unapimo. Siku zote una pressure. Leo umeenda tu kusema ngoja nicheki inaendeleaje. Umekuja mwenyewe au na mtu nini? Tunaanza kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeenda mwenyewe hospitali kwa miguu yako. Unaambia nini? Umekuja mwenyewe. Wanaanza kutisha. Nini kinachotafutwa? Inatafutwa kitu kinachoitwa ufungue moyo, upokee lile neno, ingie hofu. Ikiingia hofu, ile roho ina uhalali wa kufanya kile kitu ambacho nataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeenda mwenyewe, wanakutisha. Maneno ya kutisha ni mabaya. Wewe sasa hivi ni kuangalia kukwambia wewe unanyoka wewe. Unanyoka ndani yako. Ukiwa unajitambua hivi unategemea nini? Utaanza kuona nyoka zinatembea ndani yako. Maneno yanatubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tuko hapa tulipo kwa sababu ya maneno. Unajua hivyo? Amina. Unajua uko katika level ulionayo kwa sababu ya maneno. Amina. Kama ni maneno mazuri uliyoingiza ndio aliyokupa nguvu ya kuwa hapo ulipo. Na kama ni maneno mabaya aliyoingia ndio aliyokupa nguvu ya kushuka kufika hapo ulipo. Maneno. Elia alikimbia. Akasema, Bwana, sasa nilipofikia naomba nilale hapa. Uichukue roho yangu. Elia alikuwa hajawahi kuomba haya maombi. Lakini kwa sababu ya yale maneno ya vitisho, akasema kufa mikononi mwa adui yangu, ni Bwana unichukue mwenyewe. Maana ndicho alichokiomba. Haleluya. Kwamba kuliko nifie mikononi mwa adui zangu, Bwana nilale hapa tu nimesinzia nijikute niko zangu mbinguni. Bwana akamwambia, hapana Elia, lazima ushinde hii vita. Lazima watie mafuta wengine ambao wataishinda pia hii vita. Na wewe hautakufa bali utakaa. Muulize jirani yako, unasikiaga nini? Unaruhusu maneno gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sema maneno. Sema tena maneno. Yana nguvu ya kudhoofisha. Bwana Yesu asifiwe.
Fungua katika Zaburi ya 64. Leo nakufundisha. Sema amen. Amen. Zaburi ya 64 mstari wa 2 mpaka wa 3. Huyu ni Daudi. Zaburi 64 mstari wa 2 mpaka wa 3. Mtasoma Zaburi 64 mstari wa 2 mpaka wa 3. Amina. Mstari wa 2 anasema, utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya, bali na ghasia ya watu wafanyao maovu. Waliunoa ulimi wao kama upanga, wameielekeza mishale yao maneno ya uchungu, wapate kumpiga mkamilifu faragani. Kwa ghafla humpiga wala haogopi. Daudi anasema waliunoa ulimi wao kama upanga, walijipanga kwa ajili ya kutaka kumpiga kwa ndimi zao, kwa maneno yao. Lakini anasema neno hili, wameelekeza mishale yao maneno ya uchungu, mishale yao ya maneno yanayokuja kwake uchungu, maneno ya uchungu. Tusema maneno ya uchungu, maneno ya kuumiza, maneno ya kuumiza. Ukitaka kuanzisha jambo unasema na umejitahidi kuanza. Wapi? Walioanza wote walishiaka pale. Maneno ya kuumiza. Eti na wewe umeokoka. Dunia imeisha. Ndio maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kama na wewe umeokoka dunia imeisha, unaanza kujiuliza dunia imeishaje? Yaani unaona kuwaje? Hao wanaokoka huwa ni watu ambao waeleweki. Unaanza kujihubiria vitu ambavyo havipo. Anasema Daudi, wanaanza kumpiga kwa maneno ya uchungu, mishale ya maneno ya uchungu, maneno ya kuumiza. Hakuna kizuri unachokifanya ukapongezwa. Unapongezwa kwa uchungu, maneno ya uchungu. Na wewe basi tu, yaani mradi tu. Maneno ya kuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Kila ukitaka kupiga hatua, maneno ya kuumiza, maneno ya kukunyong'onyesha, maneno ya kukasha tamaa, yanazidi kuididimiza nguvu yako. Ndio haya anayezungumza Daudi. Anasema wapate kumpiga mkamilifu faragani. Huyu ni mkamilifu, lakini silaha ambayo shetani anaitumia maneno. Anajua itakuwa ni rahisi tu kumtoa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu ananiambia tu tutahakikisha tunamchanganya huyu. Si unanielewa? Unanielewa ninachozungumza? Bwana Yesu asifiwe. Hujaona ndugu kwa ndugu wanaanza kupigana. Wanataka kutoana roho. Kwa nini? Yapo maneno yameachiliwa ya kuwafarakanisha. Huyu anasema hichi na huyu anasema na hichi. Kwa unajikuta wanachanganyana. Bwana Yesu asifiwe. Wanavurugana. Mpaka wanajiambia watu, mbona tumezaliwa tu mmoja? Hivi kweli kuna nini kinachoendelea? Lakini wasichokijua ni mishale imelengwa kutoka kuzimu. Umesema hao watu ni namna wanavyopendana, wataweza kujenga huu mnara mpaka mwisho. Tufanyeje? Tuwapige kwa dini, tuwafarakanishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajikuta umetoka, unasikia hichi, unapokea hichi, kinakuja hichi, kinakuvuruga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia ukweli kutoka moyoni, ikiwa madhabahuni, hakuna mtu ambaye anaweza akastahimili akafanya mambo makubwa kwa kuendekeza maneno mabaya ndani ya moyo wake. Hakuna. Watu ambao ni mashujaa walioweza kufanya mambo makubwa hawakuyapa maneno nafasi ndani ya moyo. Ndio maana moyo
kupanda neno. Moyo wa mwanadamu ukivurugika, ni rahisi sana kitu chochote kuingia hapo. Ni rahisi sana nguvu ya kuendelea kwake ikapotea. Kwa tuna watu wengi ambao walikuwa ni watu wakubwa, leo hii wangekuwa ni wafanyabiashara wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii wangekuwa ni wasomi wakubwa. Leo hii wangekuwa ni watu wakubwa katika ulimwengu. Ila silaha moja tu imeangusha makamanda na mashujaa: maneno. Yaani mtu anaanzisha jambo akiwa tayari ameshaliona mbele, akiwa na maono makubwa kwamba hili jambo lazima lifike pale, na anaona naenda kufika pale. Yanakuja maneno ya Sanballat na nani? Na Tobia. Utakuwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa wewe. Wewe ndo unataka ufungue kampuni. Kwa pesa hivi. Hivi unajua ukisema kitu kampuni umeongea kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kutishwa. Wewe unataka ufungue duka la jumla na rejareja. Wewe. Hivi unajua ukizungumza habari ya duka la jumla na rejareja, unaelewa maana yake? Bwana Yesu asifiwe. Ukijiangalia unajikuta umeishia hapo. Lakini kuna watu wameanzisha duka la jumla na rejareja, sio tafsiri yake yeye anayewaza. Kuna watu wameanza tu na makato ni mangapi, matatu ya maji, ndio wameanza hivyo. Ndio ameanza hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua kadri anavyoendelea ataongezeka, itaongezeka, na atafikia kwenye pale ambapo anataka kufika. Unaanza kuomba, unaanza kutishiwa. Wewe ndio umejifanya siku hizo unaweza kuomba. Wewe siku hizo unanena kwa lugha. Dunia inaisha. Unajifanyisha. Unasikia hiyo maneno? Unanisikia vizuri? Amen. Unajifanyisha bwana. Umeanza kujifanyisha. Sasa neno kama hilo, mtu kama ndo ameanza, nafanyaje? Mnanielewa? Amen. Tupungiane mikono. Haleluya. Kama ndo ameanza huyu mtu, mbingu zimeanza kumfungukia. Akisikia neno kama hilo anafanyaje? Anafanya nini? Ananyamaza. Kwa nini? Vitisho. Kapigwa kwa nini? Amezimishwa kwa nini? Leo tunashughulika na kila maneno aliyotamka juu yako. Katika jina la Yesu Kristo lazima tuyafute. Kila alichotamka juu ya ndoa yako lazima tukiondoe. Kila alichotamka juu ya biashara yako lazima tukifute. Sema aya ya. Haleluya. Lazima tushughulike na hayo maneno. Ndio maana alichokifanya Nehemia, alirudisha. Akasema wao wametamka, nami nimesimama katika mamlaka yangu na nimesimama katika madhabahu yangu, ninayarudisha. Sasa wewe ukiyasikia hayo maneno, huwa ni mtu wa kukimbia mawili, ukaa shambani kulia au malizia mwenyewe, au malizia unajijua, au kumfuata. Kukaa chumbani ukalia. Yaani hii sio unalia kwamba unaomba. Unalia amenionaje? Amenichukuliaje? Ameonaonaje? Kwa nini mambo yamekuwa hivi? Kwa nini amesema? Unaona hayo maneno, unapoteza tu. Yaani unaendelea kujichotea mwenyewe moto. Au umfuate. Umwambie ama zangu, ama zako. Haleluya. Kwani wewe ulikuwa unachukuliaje? Amini kuona wanao nishaga choka. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu mwenyewe anajua atanisamea huko mbele kwa mbele. Lakini lazima nimwambie ukweli. Kwa nini Tobia unaniambia haya maneno? Bwana Yesu asifiwe. Shetani anasema yes. Hichi ndicho nilikuwa natafuta. Nimemaliza. Kuisha habari zake. Hana nguvu tena. Huwezi kuendelea. Kuna watu wengi leo hii hawaji kanisani. Ukikutana naye maneno
Naongea na watu. Maneno. Kwa hiyo usichojua hii ni vita. Mwambie jirani yako hii ni vita. Mwana Mungu hii ni vita. Hii ni mishale. Kwa mtu mwenye nguvu haingiliwi hivi hivi. Wanatumia mbinu zote wakudhoofishe. Wanatafuta namna zote wakudhoofishe. Wakifanikiwa wanakudhoofisha. Ndipo sasa ghafla unaona mtu maombi hakuna tena ndani yake. Ndipo unaona ghafla yule mtu alikuwa na bidii kwa kuja kanisani, katika ibada zote anakuja, anajitoa, ghafla yule mtu unaona bidii imekata. Alikuwa na bidii ya kusoma neno, ile bidii inakufa ndani. Kwa nini? Maneno alivyoyapokea yakamrudisha nyuma. Lakini njia ya pili ambayo inatumika, nakupa hizo njia ujue namna ya kusimama. Amina. Wangapi wanabarikiwa? Haleluya. Lakini njia ya pili inayotumika ni kuua vyanzo vyote vya nguvu zako. Kuua vyanzo vyote vya nguvu zako za kiroho. Wanaanza kwa kujua huyu, wanaanza kutafuta huyu chanzo cha nguvu yake ni nini? Chanzo cha huyu nguvu anayeipokea huyu mtu ni nini? Chanzo cha jeuri yake huyu mtu ni wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kupeleleza. Ndio maana mwanzo nimeanza kwa kukwambia mtu anguki tu ghafla. Mtu wakati mguu kanisani ghafla. Mtu aache kufanya mambo yake mazuri ghafla, inatokea mbali. Kwa wakishiba katika eneo, wakimaliza katika eneo la maombi, eneo la maneno, kitu cha pili au njia unaweza kuitumia ni kuua vyanzo vya nguvu zako za kiroho. Wangapi tuko pamoja? Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Waamuzi, utamwona mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Samson. Unajua, katika mtu kuwa mkubwa au kukaa katika ukuu au kuendelea kukua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine pasipo kushuka chini, inakuwepo siri ndani ya mtu. Ndio inayemfanya aendelee kustahimili kukaa juu au kuendelea kupanda. Na asipoijua siri, basi anaweza akawa anapanda, anashuka, anapanda, anashuka. Haya ndio. Sasa kitu ambacho nataka ukijue siku ya leo, adui njia nyingine anayoitumia ni kuanza kuua vyanzo vya nguvu zako. Biblia inasema Samsoni tangu kuzaliwa kwake, Mungu alisema asinyolewe nywele kwa sababu ni mnadhiri wa Bwana. Ametengwa kwa ajili ya ukuu. Ametengwa kuyafanya mambo makuu. Ametengwa kwa ajili ya kulitetea taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa kwa sababu ametengwa kwa ajili ya kazi, akaambiwa kwamba siri ya nguvu zake asinyolewe nywele, ni nywele. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni, adui wakati anamtafuta, kitu ambacho alikuwa anajiuliza, anatafuta siri ya nguvu ya huyu mtu ni nini? Kwa nini kila tukijaribu kutaka kumpiga tunashindwa? Tuko pamoja? Kila tukijaribu kutaka kumshusha huyu mtu tunashindwa. Tunajaribu kumshusha katika eneo la uchumi, bado yuko vizuri. Tunajaribu kumshusha katika maeneo ya utumishi, bado yuko vizuri. Siri ya nguvu zake ni nini? Haleluya. Tuko pamoja? Siri ya nguvu zako ni nini? Muulize jirani yako, siri ya nguvu zako ni nini? Haleluya. Walipotafuta wakamletea mwanamke Delila. Wakasema, Delila, hakikisha uijue siri, kwa sababu huyu mtu ana nguvu. Huyu mtu hatuwezi kumkamata.
naongea na watu wakuu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona hapo unapopita una vita nyingi, ni kwa sababu ya ukuu ulio ndani yako. Usijilaumu. Wakatafuta namna ya kuweza kuangamiza jeshi la Israeli, lakini yupo ambaye ni kikwazo, anaitwa nani? Samson. Huyo Samson ni nani? Wakaanza kula njama, wakamtumia mwanamke, wakamwambia hakikisha anaisema siri, maana kama kuna nguvu ipo siri ndani yake inasababisha awe na nguvu. Unaweza ukaona michezo ambayo alikuwa anaicheza Samson. Anamtania Delila, anamwambia nifunga. Nifunga tu miguu na mikono, tarapisha habari zangu. Wanamfunga, kisha maliza kumfunga, anamwambia Samson, Wafilisti wale. Jamaa akashatupa kule. Mbona baby unadanganya hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Anajitahidi, wanasema sasa hivi nataka nikwambie, anamwambia mauongo mengi. Wakimshtua tu jamaa anakarua. Jamaa alikuwa na nguvu mpaka anaweza akabeba mageti, sio kaenda akayatupa kwenye kilele kule asubuhi. Hakuwa mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mtu kumteka sio rahisi. Kuteka vitu vyake sio rahisi. Lazima utumize kichwa. Kuna watu wanaumiza kichwa kwa ajili yako, lakini nakwambia hivyo hawatakuweza. Hawatakuweza katika jina la Yesu. Kwa maana mbingu ziko upande wako. Wanakutafuta usiku na mchana wakumalize, hawatakuweza kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu wewe ni mtu mkuu, unalindwa na jeshi la mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo mwisho wa siku Samsoni kwenye mambo ya mapenzi na mahaba ambayo tunayaita katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni akajikuta kweli kaitoa siri. Alipoitoa siri akamwambia, unajua ni nini? Hizi nywele. Hivi ngoja nikwambie kitu. Kuna kitu niko najaribu kukiwaza. Usicheke kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa najaribu kuwaza. Hivi Samson alikuwa Mungu ndiye amesema na wazazi wake. Kwa hiyo Samson alikuwa anafuga nywele nyingi, sio hivyo? Kwa hiyo nywele alikuwa mengi, hata anaweza akashuka mabutu, sio hivyo? Sasa katika ulimwengu unaweza ukamtambuaje kwamba huyu ni chombo cha Bwana? Si mtamfukuza hata akiingia huko kanisani. Amen. Yesu asifiwe. Hivi watu waliokuwa wamemzunguka Samson walikuwa wanamchukuliaje? Sio unaona kama vile ni kichaa. Hapo anajiita ni mtu wa Mungu. Huyu mtu gani? Anafuga nywele. Hata asitakiwi nywele. Wanaume wanatakiwa apige vipara. Huyu anaanza kufuga nywele. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, sio hukumu, sio wajua rafiki. Hukumu sio wajua. Wewe waache hivyo hivyo. Amina. Anasemaje jirani yako? Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya mapenzi na mahaba kwa Samsoni akajikuta ameitoa siri ya nguvu zake. Ngoja nikwambie, uko hapo ulipo, ipo siri ambayo iko ndani yako. Usipojua kuitunza, ukaitoboa, utaharibiwa. Kuwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila kitu zungumze, mwana wa Mungu. Kuna vingine nyamaza, kwa sababu unatafutwa kwa ajili ya kuangamizwa. Ukitoa siri ya nguvu zako, kuisha habari zako. Alipoitoa siri ya nguvu zake, wakaua chanzo cha nguvu zake. Samson akadhoofika. Jitu kubwa, jitu lenye nguvu, jitu ambalo limewapiga Wafilisti mpaka wamegaragara, jitu ambalo liliweza kusimama likakamata wale mbweha sijui ngapi, akawafunga mikia, akaweka kiberiti, akawaweka kwenye mashamba yao, akaenda akachoma. Mtu ambaye aliweza kusimama na akaweza kupambana na simba, akamaliza. Nguvu zake, alivyoitoa siri ya nguvu zake, akaisha.
cha nguvu zako ni wapi? Kama chanzo cha nguvu zako mpendwa ni ibada, usijilinganisha na mtu. Usiwe kila Jumatano naendaga kanisani, nguvu yako iko hapo. Watoto wako wanafunguliwa kupitia hapo. Hii ibada Jumapili hawezi sikugushe. Mungu hapana kuhudumia Jumatano. Kwa sababu ndio chanzo cha nguvu yako. Kuna watu tuko hapa, tunaona mambo yanaendelea vizuri kwenye maisha yetu. Tunahisi kuna namna tu Mungu anafanya. Kuna chanzo cha nguvu zako ndizo kinachosababisha ulinzi mkubwa kwako. Chanzo cha nguvu yako lazima ujue ni wapi. Wengine ni kufunga. Nataka nikwambie sio watu wote wanawezaga kufunga. Unanielewa vizuri? Sio watu wote wanawezaga kufunga. Kwa Mungu anaweza kama amekupa wewe neema nzuri ya kufunga. Usiseme mbona mimi nafungaga tu. Mbona mimi nafungaga tu. Kama umeipata hiyo neema, mpendwa, funga. Hatufanani. Hatufanani. Fanya kwa sababu hapo ndipo ambapo nguvu yako imejificha. Kuna wengine ni utoaji. Tusijilinganishe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ni utoaji. Jamani, kwenye Biblia walikuwepo watoaji wengi sana. Ila wapo walioandikwa kwenye Biblia. Wapo ambao walirekodiwa. Kornelio, sadaka zako. Unafikiri walikuwa hawapo watu wengine wanaotoa? Walikuwepo. Chanzo cha nguvu ya huyu mtu ilikuwa ni sadaka. Kila anapotoa Mungu anaachilia ulinzi. Kila anapotoa kuna vitu katika ulimwengu wa roho vinahamishwa kwake, vinafanyika kwake. Na anajisikia raha. Na anajisikia furaha. Unajua kama mtu chanzo cha nguvu yake ni katika eneo fulani, asipolifanya anahisi kama vile amehukumiwa. Ni kweli hata ninyi ndio nawatokea. Nikajua ni mimi. Kuna mmoja tu alinipigia akasema kaniambia, prophetess, nikilala mimi bila kuomba ninaona kama nimetenda dhambi. Usidharau. Hapo ndipo mahali ambapo unafichwa wewe. Ndio maana naambiaga watu tunapoingia kanisani, usiingie kanisani kujifananisha na mtu. Kila mtu ana roho yake. Kila mtu ana namna yake ambayo Mungu anazungumza naye. Kila mtu ana namna yake Mungu anasema naye. Usitaki kujifananisha na mtu. Itafute siri ya nguvu yako ni wapi. Kama ni ibada, njoo katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya nguvu yako ni nini? Ni kufunga, ni maombi. Kuna wengine baada ya siku ngapi anafunga. Usikatize, fanya. Hujui unavyofanya katika ulimwengu wa roho unakuachiliwa vitu vingapi katika maisha yako. Hujui kadiri unavyofanya ni vitu gani katika ulimwengu wa roho unaweza ukaokolewa navyo. Kuna watu tuko hapa ni matokeo ya nguvu za baba zetu walivyosimama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa anajitoa mwisho akamzaa nabii. Kwani Zakaria alikuwa kuhani huko? Haleluya. Siri ya nguvu yake Zakaria ilikuwa ni madhabahu. Hata alipopita katika wakati mgumu wa kutumia muda mrefu kuja kupata mtoto, hakumwacha Mungu. Alijua siri ya nguvu yake ni wapi. Siri ya nguvu yake kuendelea kustahimili, kuendelea kusonga mbele, kuendelea kumwabudu Mungu, alijua ni wapi. Madhabahuni, kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka nikukumbushe, ijue siri ya nguvu yako ni wapi. Kwa Samsoni ilikuwa nywele, sio wote hapa tufunge nywele. Haleluya. Kwa Samsoni ilikuwa ni nywele, kwako wewe ni nini? Ijue, kwa sababu usipoijua utateseka. Nisipoijua nitateseka. Angalia ni kitu gani nikikifanya kuna uamsho ndani yangu na
napoteaga kwa Mungu. Kama unaona kabisa ili eneo nikilifanya kuna uamsho ndani yangu, usiache. Endelea kufanya. Kwa sababu usifikiri kwamba utakapoendelea kufanya kwamba adui atakufuata. Atakufuata kwa ajili ya kuiangusha nguvu yako. Lakini utakapoendelea umewini na umefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, vyanzo vya nguvu zako wanatafuta kuviua. Haleluya. Akishajua kwamba huyu siri yake ni kwenda ibadani, anaanza excuse ndani ya mtu. Na mimi naendaga sana kanisani. Unaendaga kanisani kwa ajili ya nani wewe? Muulize, unaendaga kwa ajili ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Akianza kuangalia anasema huyu chanzo cha nguvu yake ni wapi? Ni utoaji. Analetewa maneno. Unajua wewe unatoa sana. Hebu punguza na hivi ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Hizo sadaka zako unazozitoa wachungaji ndio wanakulaga. Sio maneno unayasikia huko. Bwana Yesu asifiwe. Ama wachungaji wanapenda sadaka. Anaanza kweli. Mtomo nimetoa ni nini nimepata? Mbona anaanza kukuonesha vitu vibaya. Anaua moyo wa utoaji ndani yako ambayo ndio siri ya nguvu zako. Moyo wa maombi, ulikuwa unaomba usiku na amko unaomba, baadaye unajiambia kwa kweli leo nilipotoka kazini nimechoka. Leo nimechoka. Hata Mungu anajua nimechoka, unalala. Wanaanza taratibu kuuzima moto. Bwana Yesu asifiwe. Wakija kushtukia tayari wameisha kumaliza. Kuna kitu kizuri pasta leo mbili asubuhi. Kwamba nakuja kushtukia tayari umeisha baki Ichabod. Utukufu wa Mungu umeshaondoka ndani yako. Wanaua taratibu. Unaanza kuona uzito katika kila eneo. Ongea na watu. Kila eneo unaanza kuona uzito. Unaona bwana, ngoja kwa leo bwana. Hata Mungu mwenyewe anajua naombaga sana. Ndio wale mwisho anaandika maombi yake yote anabandika ukutani. Aambia Mungu, hata hivyo unanijua moyo wangu. Wewe soma hapo. Ninahitaji nini? Analala. Bwana Yesu asifiwe sana. Anauzima moto wa maombi ndani yako. Akishazima amekumaliza. Hapo kinachofuata ni mtu anaanza kukata tamaa. Mimi bwana naona kama vile bwana hata kanisani hapasaidi. Bora niende tu kwa mganga. Kula angalau nilikuwa napata vipi. Anaanza kukata tamaa, anatoka kabisa. Hasa hiyo ni kwa mtu ambaye ameishajeruhika kupita kiasi, ametolewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanaona vyanzo vya nguvu zako. Tafuta kujua chanzo cha nguvu zako. Kila mtu hapa ana chanzo chake. Mimi naweza nikakuhamasisha katika eneo moja, lakini Roho Mtakatifu akakupa eneo lako. Kwamba mwanangu, wewe ni hapa. Ukidumu hapa unakuwa moto. Ukidumu hapa hauwi wa kawaida. Patafute, pajue. Siku ya leo Bwana akupe kujua hiyo siri. Haleluya. Ukitoka katika ibada siku ya leo, Bwana akupe kujua kwamba wewe unatakiwa usimame wapi. Siri ya nguvu yako iko wapi, ili usiweze kutolewa. Lakini cha mwisho ambacho namalizia. Sema amina yenye nguvu. Unabarikiwa. Cha mwisho ambacho namalizia ni Roho Mtakatifu kuondoka kabisa ndani ya mtu. Tunaangalia njia ambazo adui anatafuta kuwadhoofisha watu. Alafu mwisho wa siku anajikuta mtu ameangamia. Ni Roho Mtakatifu kuondoka kabisa ndani ya mtu. Kanisa liko chini ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetupa nguvu kila siku za sisi kuendelea na maisha ya kumtafuta Mungu. Haleluya. Roho Mtakatifu ndiye anayetupa nguvu kila siku za sisi kuendelea kuyapokea mambo mema kutoka kwa Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaishi
katika ulimwengu kwa matokeo mazuri ya kiungu kama hana Roho Mtakatifu. Na wanakudhoofisha kwa njia ipi? Roho Mtakatifu anaweza akawa anazungumza na wewe vitu vingi kwako, anakupa kimoja kimoja, unajikuta haumtii au msikilizi, haumpi nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Vile ambavyo hutaki kumsikiliza, haumpi nafasi. Anakuambia leo nenda ibadani, hauendi. Leo ufanya kitu fulani, haufanyi. Unaamka asubuhi nasikia omba, basi leo omba, hauombi. Leo basi funga, leo usile, funga, haunakula. Unaenda unamnyong'onyesha mwenyewe ndani yako Roho Mtakatifu. Baadaye anakuja, anatoka, anaondoka kabisa, ananyamaza, hausikii chochote kile. Akiondoka Roho Mtakatifu, maisha ya mtu, kama alikuwa ni mtu ambaye anampenda sana Mungu, anakuwa mtu hatari sana. Kwa sababu Roho Mtakatifu akiondoka ndani ya watu au ndani ya mioyo ya watu, utii unaondoka, upendo unaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Usikivu unaondoka. Kwani kwambie, upo hapa ninasoma Biblia, kuna ufahamu na upata, si kweli? Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyekuwa hapa, ambaye yupo ndani yako. Ninahubiri hapa, unajua yes, ni Roho Mtakatifu. Hii Biblia huwezi ukaisoma kama Roho Mtakatifu hajakusaidia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiondoka, unaona ulimwengu kuna amani ipo, kwa sababu Roho Mtakatifu yupo bado katika ulimwengu. Kuna utulivu tunauona, japokuwa sisi tunaona mambo mabaya, dini, ajali, magonjwa, lakini nataka nikwambie Roho Mtakatifu akiondoka, kuna vitu vya ajabu tutavishuhudia. Na ndio maana baada ya unyakuo kanisa kuondoka, kitakachobaki hapa ni vitu vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, unaposoma katika Wafilipi 3:13, yes, anasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Wafilipi 4:13. Tunayaweza mambo yote. Unaweza ukashinda hizi vita za maneno katika yeye akutie nguvu. Asipokutia nguvu Roho Mtakatifu, asipokuwepo Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, huwezi ukastahimili hii vita. Huwezi ukavumilia. Tunda la Roho litakuwa halipo, uvumilivu hautakuwepo. Yaani mtu utajikuta tu unasema kanisema na mimi naenda namwasha makofi. Hofu ya Mungu inatoweka. Roho Mtakatifu akiondoka ndani ya watu, hofu ya Mungu unaondoka ndani yao. Kwa hiyo njia ambayo shetani anaitumia pia ni kuwatenga watu na Roho Mtakatifu, wasimpe nafasi ndani ya mioyo yao, wasimsikilize, wasimtii. Mungu akisema na sisi tusimsikilize, tusitii kile alichosema. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaweza, si lazima tu azungumze na wewe, anaweza akatoa maagizo hapa madhabahuni, naongea na watu. Anaweza akatoa hapa maagizo, kuna hichi na hichi na hichi, unatii, unafuata, unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nisipofanya nimemdharau Roho Mtakatifu, sijampa nafasi ndani yangu. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, hata mtoto mdogo akiwepo ndani ya mtu akakupa maagizo, wewe mtu mzima, wewe unajiona ni mkubwa, msikilize, sio yeye yule. Kwa namna unapomuona ni Mungu ndani yake. Wewe unaona nini? Bwana Yesu asifiwe. Unamtii Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiondoka ndani ya mtu, mtu anabaki mweupe. Tunasema tunayaweza yote ni katika Roho Mtakatifu. Ndiye aliyewekwa kuwa msimamizi wa kanisa. Kanisa ni nani? Kanisa sio jengo. Kanisa sio jengo zuri. Hii ni mahali pa kukutana pamoja. Kanisa ni wewe. Yesu anasema sitawaacha yatima, naja kwenu. Ni
yule ambaye ni Roho wa kweli, Roho Mtakatifu atakaa ndani yenu, atawafundisha, atawaelekeza, atawasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hasa uwezo ukaishinda dhambi katika ulimwengu Roho Mtakatifu asipokufundisha, tusipompa nafasi. Kuna mengine watumishi wanaweza wasikufundishe, Roho Mtakatifu akakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, mpe nafasi Roho Mtakatifu. Kuna siku nitakuja kufundisha hili somo, Bwana akinipa neema, la Roho Mtakatifu. Haleluya. Ni mzuri sana Roho Mtakatifu. Anatufundisha vingi, anatupa mbinu nyingi za kushinda vita. Kuna vita ambao unaweza kuona komaa kwamba utapita hapa, akakwambia hapa mwanangu, utashinda kwa kunyamaza. Unashangaa vita ilikuwa ni kubwa kiasi gani, halafu ghafla inazima. Roho Mtakatifu amekupa hekima, amekupa silaha ya kushinda. Kanisa, haleluya. Kanisa, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu tunamhitaji Roho Mtakatifu. Yeye ndiye aliyewekwa kwa ajili yetu, akae ndani yetu. Yeye ndiye anayejua mapenzi ya Baba ni yapi. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, hatutafundishana habari ya mavazi hapa, eti vaa sijui suruali, sijui kimini, sijui vaa mpasuo. Hatuwezi kufundishana. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya watu, anawafundisha ni hapo wanaotakiwa kuyafuata. Ukiona tunasumbuka mpaka leo, tunahubiri habari ya uzinzi, habari sijui ya uongo, habari ya nini, ni kwa sababu Roho Mtakatifu hayupo ndani ya watu. Akiwepo ndani ya watu, mtu mwenyewe unaanza wapi kwenda kuzini? Ni mtakatifu. Naongea na kanisa. Haleluya. Anakuruhusuje? Kwanza tukitokea ukataka kuanza safari, anakwambia hapo ishia, rudi nyumbani. Umewahi kuvaa nguo, unavaa nguo unaiangalia mara mbili, unasema nitaenda hivyo hivyo, lakini nakuhukumu, unasema hivyo hivyo utaenda kanisani, lakini nakuchoma. Ni Roho Mtakatifu. Naongea na watu. Haleluya. Haleluya. Unasikia kabisa, yaani Roho Mtakatifu ndio kioo chako wewe. Anakwambia mwanangu hapa, usiongee hivyo. Hapo usiongee hivyo. Semesha. Na hata ikatokea ukakosea ukaongea, anakuhukumu ndani. Amina. Amina. Anakwambia umekosea. Jamani, lakini unakuwa peke yako. Ndio unakuwa huko na mtu. Ni wewe peke yako na Roho Mtakatifu. Hamna. Unakosa mpaka amani wakati mwewe kwatokea. Haleluya. Yes, ni Roho Mtakatifu. Anakwambia nenda kaombe msamaha. Au unajua mimi amenikosea na ni yeye ndo aliyekuwa kwanza. Nenda kaombe msamaha. Hapana, kwa kweli haiwezekani. Unahangaika na nani? Ni Roho Mtakatifu. Unashangaa unaenda unaomba msamaha. Imeisha. Kesi imeisha. Watu wengi kanisa la Bwana tumeshindwa kujiweka chini ya Roho Mtakatifu, na vita nyingi zimetupiga na tumefeli katika mikono ya adui zetu. Kuna wakati Yesu Kristo alikuwa anashinda vita, Roho Mtakatifu alikuwa anamnong'oneza tu. Ghafla alikuwa na Yesu hapo, ghafla wamuone. Anamnong'oneza na mwambia anayekutafuta yuko hapa katika. Jamaa anapita katikati huyo. Sema alikuwa hapa, lakini alikuwa hapo. Ana Mungu ambaye yuko karibu naye kuliko baba yake, kuliko ndugu yake, kuliko mtu yoyote. Unaye Roho Mtakatifu ambaye yuko karibu na wewe kuliko mchungaji wako. Anakwambia, anazungumza na wewe. Mtii, msikilize. Haleluya. Chukua hatua ya kusimama.